na leo tunataka kuangazia kidogo mustakabali wa taaluma ya uhandisi hapa nchini. Na wakati huu serikali ikiendelea kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo, bado tunashuhudia miradi kuchelewa kukamilika, mingine kusimama na baadhi ya wahandisi kuondolewa kwenye miradi baada ya ukaguzi wa viongozi wakuu wa serikali. Lakini swali ni, tatizo hili ni uhandisi ama mazingira ya kazi? Na je, wahandisi wa ndani wamepewa fursa, muda, rasilimali stahiki kutekeleza majukumu yao? Na nini hasa kilijadiliwa katika mkutano mkuu wa mwaka wa wahandisi uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita? Masuala haya na mengine mengi tunakwenda kupata majibu ya moja kwa moja kutoka kwa mgeni wetu ambaye tuko naye studio, ambaye tulishakwambia tangu awali. Tunaye makamu wa rais wa Umoja wa Wahandisi hapa nchini, Mhandisi Deogratias Mugishagwe. Mhandisi, asante. Habari ya asubuhi. Mzuri tu. Sasa wewe ndo unanikaribisha mimi nikukaribisha mhandisi. Mimi nakukaribisha kwenye mada yenyewe. Karibu. Karibu sana studio mhandisi. Kama ambavyo unasema tulikuwa na annual general meeting ambayo ilikuwa vile vile inashughulika na subject matter ambayo ilikuwa inasema role of professional institution katika country development. 20 years of excellency and adopting innovative. Sasa hapa ngoja kwanza alafu tuone kwamba anakwenda vipi. Nakupa nani? Kiswahili chake ni kwamba ni miaka 50 ya uweledi katika uhandisi. Ambapo institution yetu imeendelea kuwepo katika miaka hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tunatoa huduma kwa wanachama na serikali yetu na watu binafsi. Asante sana. Sawa, asante sana. Na kwa kifupi kabisa, mkutano mkuu huu sasa ambao umetoka kuelezea hapo na yenye kichwa hiko, ulijadili mambo gani makuu yanayogusa wahandisi wa Tanzania? Katika mkutano mkuu tulijadili mambo mengi, hasa kugawa katika kutoa nafasi kwa wazawa kuweza kuendeleza maendeleo ya nchi yetu, vile vile kutoa nafasi ya kuwapa nafasi wawe wajibikaji katika mambo ambayo yanayofanya. Vile vile katika tumeona kuna changamoto nyingi ambazo za utekelezaji wa kazi za uhandisi ambazo hizi tulizitaja na tumeweza kuzidadavua. Tupa kidogo kwa muhtasari hizo. Kwa mfano, unakuta katika uhandisi kuna watu ambao sio wahandisi lakini wanatoa majibu na kwa niaba ya wahandisi, ambapo si utaalamu ambao wanasema kumekuwa na matatizo na nini labda katika uhandisi, lakini ukweli ni kwamba utaalamu wao hawajaendelea kufanya uhandisi. Inawezekana vipi wakati kuna bodi ERB, CRB na watu lazima wasajiliwe ili waweze kupata leseni ya wao kufanya kazi? Huyo ambaye anakuwa hana vigezo hivyo anafika vipi huko mpaka na kutoa majibu ambayo kama unavyoeleza kwamba wakati mwingine inakuwa sio sawa sawa? Kwa ujumla kunakuwa na wakati mwingine kunatokea kwamba watu wanataka majibu na watu ambao viongozi wanatoa bila kufanya research, wanasema kwamba kuna tatizo hili, lakini ambaye mtu ni rahisi zaidi kumpata ni mhandisi ambaye yuko kwenye field, lakini hawaulizi matatizo yanatokana na nini. Alipewa vifaa, amepewa pesa ya kufanyia kazi na kadhalika. Kwa hiyo bila kufanya research tunatoa majibu kwamba hapa kuna tatizo, kamata huyo. Sawa, mhandisi, mmekuwa na miaka 50 ambayo mmeisherehekea wakati wa mkutano huu wa mwaka wa kwenu. Ni kweli. Kwenye miaka hii 50 mmejitathmini kwa namna gani? Mmejiona katika uzito upi katika tasnia yenu? Katika hii miaka 50 uhandisi umeendeleza kwa ujumla. Kwa mfano hapa tunazungumza, kuna mhandisi wa institution yetu wa kwanza anaitwa Profesa Mawenya.
yeye sasa hivi ashafika 80 na yeye 50 hiyo ndio alikuwa anasimamia. Sawa. Katika miaka hii tumeona mwendelezo wa kwamba tumeweza kusapoti nchi katika miradi yote, iwe ya maji, katika ujenzi wa kila aina ya barabara na kadhalika. Na ukileta wahandisi kutoka nje, wengi wanawatumia wahandisi wa ndani, lakini nao wanalipwa. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba utatengeneza tenda ya barabara usitumie wahandisi wa ndani. Hawa wa ndani wanafanya kazi hiyo, sio? Wanaifanya. Na kabla hapa, hivi sasa ni kama kilio cha wahandisi kutamani kupewa kandarasi na serikali kutumiwa ni kama kimepungua. Inatafsiri kwamba sasa hivi mmeridhika na namna ambavyo mnapatiwa nafasi kwenye utekelezaji wa majukumu? Tunaishukuru serikali katika hilo. Kwa sasa hivi kumekuwa na wanasema local content. At least miradi unatakiwa uwe na wazawa kiasi fulani katika miradi. Na hiyo local content policy ambayo wameianzisha ni njema kabisa, na kuna baadhi ya miradi wamesema imetengewa kwa wazawa. Hiyo tunakubali kwamba hii ni positive move, yani tunaendelea vyema kabisa katika eneo ambalo tutakuja kuwawezesha sisi, labda baadaye sisi tuwe tunaenda kufanya kazi Uganda, Kenya na kadhalika, kwa kupata ujuzi huu tuliopata. Ambavyo tunaenda katika hali hiyo. Ina maana hii ni positive move na tunaishukuru serikali katika hili. Mmepata hiyo nafasi ambayo mnajivunia, angalau inawajenga na kuwapa kuaminiwa na mataifa mengine ambayo mtaenda kutumiwa, lakini wataweza kufanya kazi yao. Lakini sasa ndo changamoto, swali langu ndo lilikuwa linaelekea huko kwamba wakati nafasi mlizokuwa mkipewa ilikuwa ni ndogo, kulikuwa na hiyo ya kutamani kupewa nafasi. Lakini hivi sasa kuna hiyo afadhali ambayo nyinyi mnaiona kama wahandisi katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Lakini changamoto sasa hivi ni kama imewarudia nyinyi. Katika siku za hivi karibuni tunaona watendaji wa serikali, utakuta waziri sijui wa maji, utakuta waziri sijui wa barabara, utakuta waziri sijui wa nini. Kilio sasa kutoka kwa mawaziri ama watendaji wa serikali kimehamia kuja kwenu wakandarasi wazawa kwamba miradi hamtekelezi kwa wakati. Nini shida? Changamoto kubwa ambayo wanaiona katika miradi utekelezaji wake hasa imekuwa kuwawezesha wazawa kulipwa kwa wakati. Unapewa kazi, unaweza kukwenda kuchukua mkopo na nyumba ikauzwa kwa sababu hujalipwa. Kwa hiyo hali halisi ni kwamba uwezeshaji wa wazawa umekuwa mdogo, lakini ukipatikana mradi ambao anafanya, kwa mfano Mchina, inawezekana kabisa naye anapata sapoti kutoka nchi ya kwake, na unaweza kukuta anadai serikali bilioni kama 30, lakini bado anaendelea na kazi, hana wasiwasi. Mhandisi, kila ninavyokusikia naona ni kama umeamua kutetea kabisa bila ya kuona kwamba kuna eneo labda linawezekana pia kweli wapo baadhi ya wahandisi wengine wa ndani ambao wameshindwa kutekeleza majukumu yao. Lakini unavyozungumza ni kama wote wameshindwa kwa sababu hawajapata usaidizi wa rasilimali ama kulipwa kwa wakati. Huoni kama katika namna ambavyo mkiwa kama katika jopo la uongozi kwamba wapo baadhi ambao wanawachafua nyie kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao kwa sababu nyingine mbalimbali? Sitetei wote, na kuna wengine ambao kweli wanakengeuka. Hiyo sio kwamba wote ni wazuri sana. Na katika jumuiya ambazo tunazo, kuna baadhi, sisi tunachosema usimhukumu mtu bila kumfanyia uchunguzi. Unaona? Kwa hiyo utakuta katika hii miradi wewe umeenda ukasema hujamlipa, lakini unamdai kwamba afanye kazi. Makubaliano labda fanya kazi, mikataba iendelee, haifuatwi. Fuata kazi, tutakupa 30%, lakini tunatarajia 30% huo umefika hapa mpaka pale. Sawa. Lakini mpaka ukaguzi wanakuja, hakuna vifaa havijafika,
mtu amekuja ndo labda mhandisi mshauri ama vipi, wamefika pale ama viongozi wa serikali wanatarajia kuona kwamba walau kuna kazi inafanyika, lakini inakuwa ni tofauti kabisa. Tusiseme kwamba ni wahandisi wazawa tu peke yake. Haya matatizo ya kutofanya kazi yapo mpaka kwa wahandisi ambao sio wazawa. Na tumewaamini, tukawapa kazi kubwa. Na baadhi ya miradi ambayo sasa mimi nimesimamia kama mshauri, imebidi nimsimamishe kwa ajili hiyo hiyo. Kwa hiyo unakuta hilo swala la kwamba kuna baadhi ya wahandisi au makandarasi kukengeuka sio kwa wazawa peke yake. Hii ni swala ambalo unakuta ni changamoto za kampuni yenyewe au individual. Sawa. Upatikanaji wa tenda ambao zabuni unamaanisha? Wa zabuni, kuna masharti ambayo huenda yanakuwepo kwamba uwe na mtaji ama fedha kiasi kadhaa, lakini unakuta mhandisi mmoja anakuwa na miradi 4 5 katika maeneo tofauti tofauti. Kwa nyinyi mnafanyaje kuhakikisha kwamba taaluma yenu inabaki kuwa salama, lakini mnapata hizo tenda na mnazikamilisha? Naomba nirekebishe kidogo usemi wako. Hapa tusemi wahandisi, tunazungumza wakandarasi. Kwa sababu kuna wakandarasi, kuna wahandisi na wahandisi washauri. Kwa hiyo hizi kada ni tofauti. Kwa hiyo unapozungumza kwamba amelipwa afanye kazi, sio mhandisi, tunazungumza mkandarasi. Na mimi hapa nasimamia kwenye ukandarasi, kwenye uhandisi wote. Sasa kwa sababu wote mshauri na wale ambao hata wameajiriwa na serikali, hawa wote tunawasimamia. Yaani sio tunawasimamia, tunawajumuisha kwenye chama chetu. Sasa kwa sababu ndo kapu ni hilo moja, na katika mjumuiko wa hayo yote ndio ambao unasababisha hata hiyo taswira ya uhandisi wenyewe kuonekana ni kama kuna namna, kuna kusuasua. Mnafanyaje? Tunajaribu tumekuwa tunatoa mafunzo ya kujiendeleza. Tumekuwa tunaangalia uweledi katika mambo mengi, na ndio maana kila mara tunakutana katika vikao kama hivi tuweze kupeana ujuzi na kuweza kuelezana kwamba kama jamii ya wahandisi tuna jukumu katika jamii la kuweza kuendeleza hali za maendeleo ya jamii kama tulivyotakiwa kwa utaalamu wetu. Kwa hiyo ukiangalia hapa napozungumza mimi kama makamu mwenyekiti wa wahandisi, maana yake na ukasanisha na hata wahandisi wa ndege. Hapo hujasikiaga mtu anasema spare amepata mbovu kutoka Ulaya. Kwa hiyo tunakuwa hapo tumeendelea kuangalia eneo tu moja la wakandarasi ambalo kweli limekuwa linaonyesha kero kidogo katika tasnia yetu, na pengine kwa sababu linawagusa wananchi moja kwa moja wale wa level za chini, labda linaweza ikawa hivyo. Turudi kwenye mkutano wenu ambao mmeketi mwishoni mwa juma lililopita na kujadili mambo kadhaa ambayo umeyagusia hapo, ikiwemo changamoto ambazo kuna baadhi wanajitokeza kujibia masuala ambayo hawana taaluma nayo. Ndio. Mmeweka mikakati gani katika kuhakikisha kwamba mnaenda mbele mkiwa imara zaidi? Katika mikakati tuliyoweka ni kwamba tumeamua kwamba tutakuwa na mara nyingi mawasiliano na wahandisi wenzetu ambao kwa mfano wanakutana na mipango kuambiwa kwamba hawajafikia viwango au nini. Kuna bodi ya wahandisi ambayo inasimamia hilo. Tunataka tunakaa vikao na wao wa bodi ya wahandisi ambao wanasimamia taaluma kama kama uhandisi wenyewe. Ili tuwe tunakubaliana kwamba je, hapa kweli kuna neno au kuna tatizo lingine ambalo sio la uhandisi.
Kwa maneno yako hayo ni kwamba hamna mawasiliano ya kutosha kama mwamvuli mmoja ambao mnaangalia jambo muhimu? Tunazo kamati ambazo zinadili na hizo ishu. Kwa hiyo kuna kamati ambayo inadili na mambo ambayo yanahusika na wahandisi wetu waliopo katika jamii. Ndio, ipo. Sasa kwa mantiki hiyo, kama hizo zipo, basi kuna mwanya pahala kiasi kwamba hampati yale mawasiliano ya moja kwa moja ambayo sasa mmeweka kama maazimio kwamba sasa tunataka tufanye hiki, sivyo? Ni kweli kwamba katika miaka hii ambayo ya karibuni kumekuwa na kwamba matamko ambayo yanaingia katika tasnia ambayo sisi kama jumuiya ya wahandisi saa ingine tunatakiwa tuyasimamie, tuseme si kweli hili na hili na hili. Lakini kwa ujumla nadhani haya kama chama tumesema tutasimamia na tutaweza kufanya utafiti ili tuweze kutoa hali halisi ya kila jambo ambalo linamkuta mhandisi mwenzetu. Kwa hiyo kwa uhalisia wa sasa, kwa namna, kwa mtazamo wako, wahandisi wa Kitanzania wana uwezo wa kusimamia miradi mikubwa kikamilifu, ama bado tunahitaji zaidi muda ama na mafunzo zaidi? Hapana, nasema kwamba wahandisi wa Kitanzania wana uwezo mkubwa, na wengine mpaka sasa hivi wako wamechukuliwa kwenda kufanya kazi nje kwa ajili hiyo. Wana uwezo, na ukiangalia kwa mfano bwawa la Mwalimu Nyerere limesimamiwa na wahandisi washauri wa Tanzania TEKU. Kwa hiyo si kwamba wanashindwa, ni uwezo tu wanaita resources. Resources Kiswahili chake nini? Rasilimali. Sawa. Kwa hiyo mimi nakumbuka, labda niseme kwamba ukitilia maanani wakati wa utendaji wa awamu ya 3 ya Mzee Mkapa, ulikuwa mradi hauanzishwi bila kuwa hela imetengwa. Anasema hii hela imetengwa kwa ajili ya mradi huu. Lakini sasa hivi kwa sababu tunataka miradi mingi kwa wakati mmoja, fanya maokoto, ndio tunalipa. Kwa hiyo kunaweza kuwa na changamoto. Kwa hiyo ukizungumza hizo changamoto, wahandisi wa ndani wanakutana na changamoto zipi wakipewa miradi ya serikali? Ni swala la fedha, muda ambao mnatengewa unakuwa ni mchache, maamuzi ya juu, ama mifumo ya ununuzi? Ni zipi mnaziona kama ni changamoto kubwa? Changamoto mara nyingi kwa wahandisi wetu ni kubwa, ni swala la fedha. Hakuna budget allocation ambayo inafata mipangilio halisi. Vile vile na kuingiliwa katika utendaji na maeneo ambayo wao kunakuwa na wataalamu wengine ambao wanawaza kwamba hapa ingekuwa hivi na hivi. Kwa hiyo kwa sababu ni kazi za jumuiya, kila mtu ana haki ya kusema chochote. Kwa hiyo hicho ndio kinachotusumbua. Sasa kutokana na ule mjadala wenu kwenye mkutano mkuu, nini kifanyike haraka ili kupunguza miradi kuchelewa, kuwalinda wahandisi dhidi ya lawama zisizo za haki kama mnavyosema, kuingiliwa? Mmeamua nini kifanyike kwa haraka kwa sasa? Sisi tunaomba kushauriana na serikali kwamba iwe inatenga mafungu ambayo ya uhakika kwa ajili ya ufanyaji wa miradi kama hii. Kwa hiyo tunaomba tupate audience na tuweze kushirikiana na serikali katika kwamba inapoanzishwa miradi angalau mafungu yawe yamewekwa sawa. Mkiwa kama viongozi, ni vipi mmejipanga sasa kuifikia serikali? Tutakuwa na mawasiliano ya karibu na serikali, na kama tunaandika barua, tunakutana na hawa mawaziri wanahusika na ujenzi na kadhalika. Bodi sijisikia kabisa sehemu yote ukihitaji. Bodi wao wanasimamia utekelezaji. Bodi ya uhandisi yenyewe ni sisi tunawasiliana nao, wao ndio wasimamizi. Sasa huoni kwamba mnaweza mkaanzia hapa na wao wakawa ndio wawakilishi wazuri
kuweza kwenda kufikisha malalamiko yenu na changamoto zenu kwa bodi ndio serikali yenyewe. Ndio. Kwa hiyo sisi tunawasiliana na bodi kwa hili. Kwa sababu bodi ni pati ya serikali. Wao wana regulate uhandisi. Yani wanasimamia uhandisi. Kwa hiyo sisi tunapozungumza na nani tunakuwa tumewafikishia ujumbe serikali kupitia kwa bodi. Basi tumalize na hili. Umoja wenu wa wahandisi unasema nini leo kuhusu mustakabali wa uhandisi na utekelezaji wa miradi hapa nchini? Umoja wetu tunashukuru kwamba tunaweza kufanya kazi za uhandisi na katika mazingira ambayo ndio yana changamoto, lakini kama maisha yalivyo siku zote, changamoto ni za kutatua, na mawasiliano pamoja na serikali tutaendelea kuyafanya. Kama bodi tutaendelea kuwapa ushirikiano katika maeneo ambayo tunaona wahandisi hawana wana changamoto, tuweze kukubaliana tatua changamoto hizo. Kwa hiyo kwa ujumla mimi nashukuru kwamba katika hii miaka 50 tuliokuwa ya uhandisi ambayo tumeweza kuwa pamoja, tunaendelea kufanya taaluma yetu kwa weledi na kwa kujitolea na kuwajibika katika maeneo ambayo sisi tunatakiwa tufanye. Asanteni na nawashukuru sana. Tunakushukuru pia. Ni mhandisi Deogratius Mugishagwe, ni makamu wa rais wa Umoja wa Wahandisi Tanzania. Tumezungumza naye hapa masuala kadhaa kuhusiana pia na mkutano wao. Umesikia hapa miaka 50, umri wa mtu mzima. Kabisa ndio ambao tasnia hiyo imedumu. Wameadhimisha miaka hiyo 50, lakini mkutano wao wa mwaka wamejadili mambo mbalimbali ikiwemo changamoto na mafanikio yao na namna ambavyo wanaweza kukabiliana na changamoto ambazo zimekuwa zikiibuka hivi sasa kwenye tasnia hii ya uhandisi. FM.